Dada, njoo kuna wageni. Karibuni. Mambo. Poa mzima. Kumekucha mama Kuzurura. Naona njia zishaanza kukuzoea sasa. Nimeona niko peke yangu nyumbani. Nikaamua nitoke, nizunguke mtaani, nyosheshe miguu. Kwani kuna ubaya? Maana nilikuwa sina kazi yote nyumbani. Udugu bure wewe. Ina maana wewe kwenu hupo tu, uchoti maji, uoshi vyombo, upo tu yani. Yaani wewe na dadangu Chaupele wote wala miguu ya kuku. Asubuhi nimeenda mimi sokoni kufuata mahitaji. Nimerudi nyumbani nimepika tumekula. Yeye hayupo. Na hapa unavyoniona, naelekea sokoni kuchukua mahitaji kwa ajili ya kupika. Wala sikutofautishi na dada yangu. Mara hapa kwenye majumba watu washajivishia kiunga chao robo, wewe tena huwezi kuja. Stop kadi 3. Lini umeona kama nimezunguka kwenye majumba watu kwenda kutafuta kula au lini nimekuja kwenu kuja kulia chakula? Damu kubwa kaka kutulia, si unanielewa? Ni vile tu nakuta tushamaliza kula. Ukikukuta pale utakosa ukaa chini kula wewe. Kwa staili hiyo, siwezi sasa hivi kuja kwenu kuja kusema nikute chakula nikala. Maana hapo tu sijala. Je, ni kila tunatangaza kijiji kizima? Shoga yangu basi Aisha, ni utani tu na wewe. Utani kitu gani? Na hapa niko nataka nizunguke mtaani nikatembe nipitie kwenu. Kwa sasa hiyo ushaniuzi siji. Hapa sasa Pele lishapata mkunani. Mwabuza. Ndugu zangu, sio taswira tu kutokana na swala liliuliza Subira kuhusu yule mama kubadilika kutoka Kole kuwa yeye. Ni ukweli mtupu, ni yule bibi aliyetupatia maji. Sasa nawaza, tumeenda pale kuomba msaada, katokea Kole. Kwa namna hiyo hatuwezi kupata msaada wa sehemu ya kulala wala kutuwezesha kupika chakula. Sasa safari yetu tutafika vipi na njaa? Kabla tujafikiria kuhusu kula, inatakiwa tufikirie nini hatima ya safari yetu. Maana toka tumeanza safari mpaka hapa tulipofikia, tumekuwa ni watu kupitia changamoto nyingi sana. Habari zenu jamani. Sawa. Kwa wenyeji nilionao na uzoefu mtaa huu, bila shaka nyinyi ni wageni. Maana hata uwepo wenu hapa kuna mambo mawili. Inaonekana kuna mtu mnamsubiri au mnahitaji maelekezo, msisite kuniuliza. Maana mimi ni mwenyeji kijiji hiki. Kaka, asante, tunashukuru. Jamani, hii sio sehemu sahihi, tuondokeni.
ngoja kwanza. Sasa inakuwaje mtu anataka kutupa msaada afu anasema tuondoke? Ndio kuaje sasa jamani huko? Uwezi ukanielewa hapa, tuondoke utanielewa mbele. Jamani, amwezi kujua mwanzo tu ameona nini, inabidi tufuate kile ambacho anachosema. Kwa tuondokeni. Kipunje. Sio huko, tupite huko. Watoto mko serious basi. Tulikotoka tunataka turudi. Amesema bada. Labda tu mneni. Acha ubishi. Marabu ndo kashaenda. Kole. Mimi nadhani nimeshia hapa. Kwa kweli nimeenjoy sana kuwa na wewe. Na hali ya mvua ilikuwa burudani sana kwetu. Mpenzi wangu, naomba nikwambie kitu kimoja. Kwenye kila kitu ambacho nakifanya kwenye maisha yangu, basi na wewe nakupigia hesabu. Hakuna kitu ambacho kinaniumiza kama ulivyoniambia kwamba kuna mtu analeta barua kwa anahitaji kukuoa. Usije ukafanya kitu hata siku moja. Kole, nakupenda sana. Na wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Wewe ndio mwanamke ambaye nafikiria siku moja tutakuwa pamoja. Naomba usije kukubali hiki kitu. Utaniumiza mpenzi wangu. Sten, sio ni sababu ya wewe kuzungumza haya yote, kwa sababu mhusika kwenye hili swala ni mimi. Ni kweli kuna mtu ameleta barua nyumbani, lakini bado haijasomwa. Na huyo mtu sifahamiani naye kabisa, wala sijawahi kumuona. Kwa hiyo sitakubali kuolewa na mtu mwingine zaidi yako. Unaniahidi? Ndiyo, nakuahidi. Moyo wangu nimeukabidhi kwako. Kole Shomi. Nini unafanya? Mbona tulikuwa tunaishi kwa furaha? Na mbona muone nilipigana kwa ajili yako? Nilipambana upate ambacho unakihitaji kwa wakati. Umebabaika na nini mpaka unaondoka na ule boya wa Dudu? Unaniacha mimi muone. Sema wa Dudu. Hama zake hama zangu. Lazima nimkili. Mwabuza. Haya, shoga yangu niambie. Maana ulimpigia simu umenipa wasiwasi. Kwani uko na shida gani? Hamna hata kipya. Ila tu nimekupigia simu, sikuweza kuongea mambo yote kwenye simu. Kikubwa kilichonileta hapa ni kuhusiana na biashara. Nadhani nilikwambia biashara ambayo ninaifanya mimi na mamangu mkubwa. Kama asubuhi yeye akipika supu, mimi nitapika chapati. Kama yeye atapika wali mchana, mimi nitapika ugali. Sasa biashara kidogo imekuwa ngumu sana kwa sasa hivi. Hivyo nikaona sio mbaya nikikutafuta ili uje unisaidie kitu. Maana nakumbuka kuna kipindi ulipata changamoto ambazo zilikupelekea wewe kwenda kwa mtaalamu. Hivyo nimekuja hapa, ninaomba msaada wako na mimi nipeleke. Sawa, nitakupeleka. Lakini jambo lenyewe kama lilikuwa ndio hilo, si ningeambia tu kwenye simu tukamalizana nalo. Maana kule tukienda lazima uwe na chochote kitu. Sasa hivi itakulazimu uende nyumbani, uchukue pesa, urudi huku. Si unaona tukua majisupa mara mbili. Kuhusu hilo wala usijali. Nadhani nimekuambia kama ninafanya biashara. Hivyo na kisenti kidogo nimekuja nacho kwa ajili ya hilo swala. Hivyo tunaweza kwenda hata sasa hivi. Kwa sasa hivi hapana, labda tu kama masaa mawili mbele. Maana mimi hapa naishi na mdogo wangu wa kiume na mamangu katoka. Kwa hiyo mpaka tunisubiri mama akirudi ndo tutaenda. Basi haina shida. Sawa. Twende wani.
usiku mungalo wena kutuokoa. Usiku mungalo wena kutuokoa. Mesa kulumbwaya masita sana. Wewe tena. Mimi nilipofika hapa nyumbani nikaona mlango umefungwa, nikajua tu kabisa huyu mtu atakuwa hayupo. Hapo unaponiona nilikuwa naondoka zangu nyumbani. Kukaa ndani kama mwali inachosha. Nimetoka huko kwa udugu wangu Nunu. Hapa navyoona ndo narudi. Haya, unaendeleaje shoga yangu? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui na dada zako. Dada zangu hawajambo. Na mimi kama unavyoniona natoka zangu huko kwa mchokozi kumsalimia. Nikaona na wewe nipite hapa nikusalimie shoga yangu, maana siku nyingi hatujaonana. Kwanza ongeleni. Nasikia kaka zako wamepata kazi huko. Sijui migodini, sijui wapi kwenye madhahabu. Kama nakuona udugu wangu kaka zako wakili utaanza kudamshi. Migodini? Kwa mimi ninavyojua kaka zangu ndio wamepata kazi. Maana hata Kipunje nilimpigia simu. Akaniambia hivyo hivyo, ila kuniambia kwamba wameenda mgodini. Na kingine, kwenye ukanda wetu, migodi iko sehemu gani? Mimi siwezi jua. Labda ni mikoani huko. Sijui hata itakuwaje shoga yangu kuhusu Kipunje. Kwa maana watu wakiendaga migodini wanakaa sana. Wanaweza kamaliza mwaka mmoja mpaka miaka zaidi. Na kama unavyojua, mimi siwezi kuishi bila Kipunje. Nampenda sana. Najua shoga yangu mkufa umeoza. Vipi lakini mlengo mwenyewe ameshaelekea Kiba? Kwenye hilo swala nitakuja siku nyingine. Maana hapa nikisema sasa hivi nianze kukuelezea, sidhani kama hata tutamaliza. Kwa maana ngoja tu niende shoga yangu. Tutaongea siku nyingine. Hapa nataka kunipa tena kibarua cha kukusindikiza. Wakati nimetoka huko mwisho siku mtano naletea mimi kiguna njia. Haya tena. Bwana hata usijali shoga yangu. Ngoja tu niende, uwe na siku njema. Haya sawa, salimie kina dada huko. Haya. Mimi na Kipunje. Walimwengu mna nini nyie? Nimetoka sasa hivi kuongea na mmeo. Na nimemwambia sitaki kumuona mtu huku kwenye huu mpango. Haya, lengo lako nini kuwageuzisha hawa safari yao? Msichokijua mnachokitaka nyinyi, na sisi tunakihitaji hicho hicho. Nyinyi mmepanga tamaa. Nitaharibu kila kitu ili tukose wote. Na nitawatembeza kama ng'ombe. Lazima afike kwa. Fana aleki. Nasemaje? Sasa wewe kile unachokitaka na mimi ndo nakitaka hicho hicho. Mimi nasema hivi kama kawaida yangu, navotengunye na mingu wangu kunyuma. Sasa wewe kama unawapeleka huku ili wawapoteze, na mimi nitawarudisha huku ili mpango uende kama tulivyopanga. Subutu. Labda mimi Swabi Yasmini mwenyewe. Na hautaweza hata kidogo. Na kwanza unanichelewesha. Acha nikamalize kazi zangu. Wewe kone ule so. Ondoka. Ninasemaje? Niko na nyie bado mie. Shangazi! Shangazi!
Huyu naye kaenda wapi jamani? Shangazi! Peku. Shikamoo. Marahaba, za nyumbani? Alhamdulillah. Shangazi, mimi kuna kitu kinaniuma sana katika moyo wangu. Naomba unisaidie shangazi yangu. Kitu gani? Kuna binti huwa anakujaga nyumbani mara kwa mara kuniazima nguo. Mimi wiki iliyopita nilienda kwake kumwazima kijolo. Cha kushangaza kijiji kizima kimepata taarifa. Nikasema nimfuate ili nikamwambia tabia yake sijaipenda. Cha kushangaza kanitukana, kanipa maneno ya karaha, ya kejeli, dharau. Imeniuma sana katika moyo wangu. Naomba unisaidie. Shangazi, nimeacha kazi zangu kwa kukimbilia wewe, nikajua jambo lenyewe kubwa, kumbe ndio hilo dogo tu. Dogo kwako, kwangu linaniuma sana. Na ndio maana nimekuja kwako wewe unisaidie. Toka lini ukawa na huruma? Mimi niwe na huruma? Sina roho ya nabii. Isipokuwa nimeona kitu chenye ni kidogo. Nitapoteza nguvu zangu nyingi sana kwa kitu chenye hichi. Ngoja nifanye nikulizishe mwanangu. Nakupa masharti yake. Hicho nilichokupa weka mdomoni. Ukishaweka mdomoni, ukimeze. Kuna hali utakayejisikia, ndio naitaka mimi. Meza. Hivyo ndivyo nataka. Sasa unaweza kufanya chochote unachojisikia kwa huyo mtu. Utakachokitamka ndio hicho hicho kitachotokea. Lakini mpaka mkutane. Sawa? Sawa shangazi. Hichi ndio nilichokifuata kwako. Nashukuru sana. Sawa, lakini usiitumie vibaya. Unaweza ukaenda. Ndo vipi Mundo Mpindo? Baridi ucheshi Mwingi sana mjomba wangu. Naelekeza umetoka wapi? Waingereza anasema toka Moni, mimi napiga zangu Serenge tu, sielewi mjomba wangu. Au sio? Maisha gani? Sema nini unajua mwanangu? Katika pita zangu nimekutana na Imanzi, mdogo wake wa Dudu. Nani huyu? Namjua lakini jina limepotea. Nani huyu? Niza. Umo. Afu mwanangu umechelewa, mimi si mind unajua. Oya mwanangu, demu ipo kwenye akili yangu ile ninavyokuambia nginja babangu. Afu kama unaleta michoro yako makopa, oya mwanangu, nitakutula lapa. Hilo ndo tatizo lako mwanangu. Unajisahau sana. Mimi sipo huko mjomba. Mwanao kazingua. Kena kwa kina Manze mwanangu anaanza kuletea noma. Kisa sijui bla zake kaondoka na chura yake, anaanza kuleta noma pale mtaani kwake. Ndio nini sasa? Usela upo hivyo unajua mwanangu. Hapo sawa. Nikaujua msela ndo tayari ushalavu nini makopa kibao. Oya mwanangu. Mimi namkunda chani ujue ile sister du ujue. Kipindi mazegele anatokea. Mimi nikaingia pale. One time unajua. Ndio ile mwanangu nikamzuia pale oya. Kausha. Hizi pigo nazoeta sizo. Unajua. Kachamba ombea pale dakika mwisho mimi nikamvuta mimi nikajola naye. Kwa mimi nilikuwa mwanzo mwisho ninavyokuambia mjebangu nginja. Usiniambie kitu. Kalaka bao. Kwa hiyo unachukulia jambo dogo au sio? Mimi na vitu kibao vya ule steno kana sema nikuelekeze hapa mwanangu na mkataa leo unajua. Acha taarabu nyingi basi mwanangu. Yaani wewe, mimi, tunajua pamoja na steno. Letu moja yani. Acha kuchamba ombea mdogo wangu, maisha gani bwana? Tula basi. Ila mwanangu ananituliza, ila mimi ni mind mwanao unajua. Kazingua. Umeona sasa? Hiyo yote kwa sababu una harakati. Ndio maana unaongea taarabu nyingi. Hebu nifuate nikakupe ramani mdogo wangu. Au sio? Sasa kumbe vipi? Mwabuza. Mwabuza.
Mwaboza, 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 Mwaboza. Hebu ona vijana wanavyoteseka, wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu Wadudu, unajua toka kule mimi nakuangalia tu na tu korota hadi naona kabisa njiani mimi naanza kuona mavumbi. Useme tunaelekea wapi? Wewe ndio umegeuza msafara. Haya, wewe tunakuelewa nini sasa bila kuzungumza kitu? Na kuna njia panda tumezipita kama mbili kule. Na ulizungumza kwamba tuelekeeni huku tulikotoka. Mimi nitazungumza niwaambie kila kitu. Afu umekausha tu. Haya, tupe majibu ambayo yatatufanya sisi tuelewe kwa sababu gani msafara umeurudisha nyuma. Unajua wakati ule jamaa alipokuwa anatusalimia, kuna taswira ilinijia. Nilivyomtizama kwa umakini, nikakumbuka moja kwa moja ndo yule aliyotutokea polini, alikuwa amshika fimbo, afu alikuwa anamuongoza mtu anaruka kichura. Na ndio maana nikamwambia tuondokeni na tusielekee kule ambapo alikuwa anaelekea yeye. Tuje huku, tukae tuweze kujadili. Ndio hivyo yani. Umeona ulivyokavu? Hasa ulishinda kuzungumza pale tukakakana kale kashikada tukakuda. Kwa nini mnatufuatilia siku kwenye nyendo zetu? Ulishinda kuzungumza pale. Kama kweli unaweza kukata wengi, si ungewakata wale ambao tumekutana nao? Mbona tumekutana na mauzauza lakini umeshindwa kufanya maamuzi? Inatakiwa tujadiliane nini tunafanya sasa hivi. Hapa sasa ndo taswira sasa imeanza kuja. Yule mtu ndio yule mkaka yule amepita alikuwa ameshika kiboko. Nini? Sasa wewe, sisi tunawaza tunafanya nini? Alafu naturudisha kule. Tukuelewe vipi sasa? Nisikilize. Wewe ndio nilikutoka kwa kiongozi kwenye huu msafara. Na hakuna mali inayopatikana kirahisi. Lazima upitie changamoto. Na ukiona hivi vikwazo vinatokea, basi ujue kuna watu wabaya washaipata taswira ya wapi mnapoelekea na nini mnaenda kuchukua. Kwa hiyo inatakiwa muendelee na safari. Hebu ona vijana wanavyoteseka, wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakwata